kwamba TAEC ndiye ambaye anahakikisha kwamba vifaa vinavyotumika na mionzi inayotoka hapo ni salama kwa watumishi walioko hapa, lakini pia kwa madereva na kuhakikisha kwamba haina athari mbaya. Na kwa hiyo TAEC ndio yenye kutoa leseni ya kuruhusu vyombo hivyo vitumike, lakini pia inatoa leseni ya kuruhusu wanaoendesha mitambo hiyo waweze kuruhusiwa kufanya hiyo kazi, na lakini pia kutoa mafunzo kwa watumishi ambao wanafanya kazi ya kuendesha mitambo. Huwa na mafanikio makubwa ya kuweka hii mifumo ya ulinzi ya midaki. Tumeweka mifumo ya ulinzi midaki 11 katika bandari zote kubwa: bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Mifumo hii kwa sehemu kubwa imesaidia sana katika masuala ya ulinzi na usalama. Kwanza tumesaidia katika ukusanyaji wa mapato, tumesaidia katika kudhibiti masuala ya rushwa, masuala ya uwizi. Vile imetusaidia hata kupunguza msongamano wa watu, msongamano wa magari, na imesaidia kwa ulinzi kwa ujumla. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa katika masuala haya ya uwekezaji katika masuala ya midaki. Mtambo huu umewekwa hapa na Umoja wa Mataifa, na lengo lake hii kuangalia kwamba je, kuna nchi ambayo inafanya majaribio na silaha za nyuklia. Kwa hiyo ikiwa itafanya majaribio hayo, wakati wa mlipuko ile fuel inakatika, tunapata mionzi ambayo inaingia kwenye hewa au vyanzo vya mionzi. Kwa hiyo vile vyanzo vya mionzi vinasafiri kwa umbali mrefu, ikiwa vilikuwepo vinaweza kukamatwa na mtambo huu ambao kama unavyoonekana hapa, ni kwamba hewa inaingia inakuja pale kuna filter, kitu ambacho kinakusanya uchafu uliokuwa kwenye hewa. Baadaye uchafu unaenda unapimwa. Je, katika uchafu huu kuna vyanzo vya nyuklia ambavyo vinatokana na mlipuko wa mabomu ya nyuklia?